Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Hualigani mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu, karibu siku ya leo twende tukaangaze zile habari za michezo ambazo kwa upande mwingine zimeweza kubamba na kuwa gumzo katika engo tofauti tofauti nchini Tanzania. Hapa siku ya leo tutakwenda kuangaza kile ambacho kimeweza kutokea ndani ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club, ambapo taarifa ni kwamba klabu ya soka ya Yanga Sports Club wameweza kupata pigo kubwa kuhusiana na mshambuliaji wao, mchezaji mwenye uwezo wa kucheza winga namba 7, winga namba 11, vile vile kusimama kama mshambuliaji namba 9, na ndiye mchezaji ambaye anaongoza kwa kulipwa ndani ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Hapa tukienda kumuongelea Clement Mzize. Fahamu Clement Mzize ni mchezaji ambaye Young Africans waliweza kufanya jitihada nyingi za kuweza kumbakiza katika dirisha kubwa la usajili lililopita, kwa sababu vilabu vingi barani Afrika hata nchini Ufaransa, yani nje ya bara la Afrika, viliweza kumkodolea macho vikitaka kupata huduma ya mchezaji huyu. Na Yanga kwa mujibu wa taarifa ni kwamba walikuwa wamepewa zaidi ya bilioni 1.5 fedha taslimu za Tanzania ili kuweza kumuuza mchezaji huyo, lakini Yanga wakakataa, wakasema bado wanamhitaji mchezaji huyo kwa sababu ni miongoni mwa nyota tegemeo ndani ya kikosi hicho. Sasa taarifa ikufikie ni kwamba Young Africans wameweza kupata pigo kubwa, kwa sababu nyota huyu anatarajia kukaa nje ya uwanja kwa takriban miezi miwili, ni kutokana na operation ambayo ameweza kufanyiwa. Ikumbukwe Clement Mzize wakati anatumikia klabu ya soka Yanga akiwa mazoezini aliweza kupata majeraha, na majeraha kwa upande mwingine yanakwenda kumweka nje ya uwanja kwa takriban miezi miwili mpaka miezi mitatu. Hii ni kutokana na jeraha kubwa ambalo amelipata, anaweza kufanyiwa operation. Clement Mzize mpaka sasa kwa mujibu wa taarifa tunashuhudia ameweza kukosa mechi nyingi. Ukiangalia Yanga walicheza dhidi ya Mtibwa Sugar na kuibuka kwa mabao 2-0, lakini Mzize hakuweza kuwa uwanjani. Dhidi ya Silver Strikers Clement Mzize alikuwepo uwanjani, bila kusahau klabu ya soka Yanga Afrika wamemkosa katika mchezo dhidi ya KMC, mchezo ambao Yanga waliweza kushinda mabao 4-1. Lakini fahamu kutokana na Mzize kuwa nje ya uwanja kwa takriban miezi miwili, inasemekana kwamba atarejea dimbani mwakani 2026 mwezi Januari. Hajathibitishwa tarehe, lakini ni Januari 2026. Kwa hiyo tunaona mpaka sasa Clement Mzize anatarajia kukosa mechi ya FAR Rabat ambayo inatarajiwa kuchezwa tarehe 21 mwezi wa 11 2025, ambapo Yanga watakuwa nyumbani wakicheza mechi yao ya hatua makundi ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya FAR Rabat nchini Morocco. Lakini Clement Mzize vile vile anatarajia kukosa mchezo dhidi ya JS Kabylie ya nchini Algeria, ambapo Yanga mchezo huu watakwenda Algeria mnamo mechi itakwenda kuchezwa tarehe 28 mwezi wa 11 2025 pale nchini Algeria. Lakini bila kusahau mechi za ligi kuu ya NBC ambazo Clement Mzize anatarajia kuzikosa ni mechi ambayo inatarajiwa kuchezwa tarehe 4 mwezi wa 12 2025, ambapo Yanga atakuwa Lindi dhidi ya Namungo. Bila kusahau mechi ya tarehe 10 mwezi wa 12 Yanga atakuwa Mkokwani Tanga dhidi ya Coastal Union, na bila kusahau mechi ya mtani wa jadi yani Kariakoo Derby kati ya Young Africans dhidi ya Simba ni mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa tarehe 13 mwezi wa 12 2025 Disemba. Nao mchezo huu Clement Mzize anatarajia kukosa kutokana na operation kubwa ambayo ameweza kufanyiwa akiwa ndani ya klabu ya soka Yanga Sports Club, na hizo ndizo mechi ambazo zitakwenda kuhitimisha mwaka 2025 ndani ya kikosi cha timu ya soka Yanga kwa msimu mpya 2025-2026 ambazo Clement Mzize anatarajia kuzikosa. Kwa hiyo tunaona hili ni pigo kubwa sana, kwa sababu kuna uwezekano vile vile mechi za mwanzoni za mwezi Januari mwaka 2026 Clement Mzize akazikosa. Ni kutokana na jeraha kubwa ambalo amelipata wakati akitumikia klabu ya soka Yanga Sports Club. Watu wengi wamejiuliza kwa nini Yanga walikataa maofa ya mapesa kumuuza mchezaji na sasa amekuwa akikaa nje. Kwa hiyo wanasema kwamba mpira ni kama karata, kwa sababu kama wangemuuza basi huenda wangepata faida ya hela na kutokumtibia. Kwa sasa Yanga ndio ambao wana jukumu la kumtibia Clement Mzize ambaye amepata majeraha, ambaye anatarajia kurejea baada ya miezi miwili. Tuambie neno la comment kwa upande wako kumia kwa Clement Mzize katika eneo la namba 9 ya namba 9. Je, aanze Celestine Akwa
ama aanze mwana wa mfalme Prince Dube ama Andy Boyeli? Toa maoni katika comment na sisi tutakuja kuyasoma.